Fortune Africa. Pote pale ulipo, karibu kwenye taarifa yetu ya habari, wakati huu ambapo ni wakati wa kupokea Afrika Leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Umekuwa kupokea muziki, unazidi kupokea limida ya saa 2 pale, muziki R&B, vile vile na soul classic kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa muda kama huu. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na ndani ya siku 100 tutafanya mageuzi ya katiba, Rais Samia Suluhu Hassan asema. Umoja wa Mataifa watathmini uchunguzi maalum wa ukiukwaji wa haki za binadamu Sudan. Wapalestina waruhusiwa kuingia Afrika Kusini. Na Hamas inarudisha udhibiti kimya kimya huko Gaza, huku mazungumzo ya amani yakiendelea. Naam. Na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewaelezea wabunge kuwa serikali yake ina mipango ya kuanza mchakato wa kufanyia mageuzi katiba ya taifa hilo katika mula wa pili kwa awamu ya 6, kwa kuanza na tume ya usuluhishaji na maelewano. Haya yanajiri miezi michache baada ya kikosi kazi cha kuratibu maoni ya wadau wa demokrasia wa vyama vingi vya kisiasa nchini Tanzania kupendekeza kuwa Rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan na mchakato wa katiba mpya uanze baada ya uchaguzi wa 2025. Sababu ya kwanza aliyoitaja Profesa Kisabya ya kurekebisha katiba ya Tanzania ni uwepo wa haja ya kuainisha dira mpya ya maendeleo mwaka 2063 itakayotoa mwelekeo wa katiba mpya, na suala la kukosekana kwa muda wa kutosha kuanza kutumia katiba mpya ndani ya kalenda ya uchaguzi wa mwaka 2025. Masuala mengine yaliyoibua kikosi hicho ni haja ya kutoa fursa kwa marekebisho ya sheria ya uchaguzi na sheria ya vyama vya siasa, pamoja na haja ya kutoa fursa ya kutosha kufanyia kazi masuala ya muda wa kati, ikiwa ni pamoja na kuainisha dira mpya ya maendeleo. Wito wa kufanyia mageuzi katiba umekuwa ukitolewa katika kabla ya uchaguzi mkuu kupelekea kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu kuwataka wafuasi wake kutoshiriki uchaguzi mkuu hadi pale vipengee vya sheria ya uchaguzi vibadilishwe. Akiongea katika hafla ya ufunguzi wa bunge la 13, Rais Samia Suluhu Hassan amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na maridhiano. Hata hivyo, amesema mchakato huo sio wa misingi ya shinikizo, bali ni kwa hiari ya serikali yake. Haya yanajiri baada ya bunge la Ulaya kutaka serikali ya Tanzania kufanya mazungumzo ya maridhiano na kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu kwenye taifa hilo.
Baraza la haki za binadamu Umoja wa Mataifa inaandaa kikao maalum mjini Al-Fasher, Sudan, Ijumaa ya Novemba 4 mwaka huu kujadili ombi la kutuma misheni ya uchunguzi juu ya mauaji ya kimbari baada ya jiji kushikiliwa na kwa nguvu za kijasusi. Ujumbe wa kutafuta ukweli uliojumuishwa katika rasimu ya azimio pia ungetafuta kutambua wahusika wa ukiukwaji wanaodaiwa kufanywa na vikosi vya RSF na washirika wao huko Al-Fasher. Katika hotuba ya ufunguzi wa wajumbe, mkuu wa haki ya binadamu ya Umoja wa Mataifa aliitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua. Hata hivyo, RSF imekanusha kushambulia raia na au kuzuia misaada, ikisema vitendo hivyo vinasababishwa na wahalifu binafsi. Attack pia ametaka hatua ichukuliwe dhidi ya watu binafsi na kampuni zinazofaidika na vita, akitoa onyo kuhusu ongezeko la vurugu katika mkoa wa Kordofan, ikiwemo mabomu, kuzuiliwa na kwa njia ya watu kulazimishwa kuondoka katika makazi yao. Mamlaka ya usimamizi wa mipaka ya Afrika Kusini BMA imethibitisha kuwa Wapalestina 153 waliwasili nchini humo tarehe 13 Novemba, huku kukiwa na mzozo wa awali wakataliwa kuingia kwa kuwa hawakuwa na mihuri ya kuwaruhusu kuondoka nchini mwao katika pasipoti zao. Haijabainika ni nani aliyekodisha ndege iliyowabeba Wapalestina kutoka Kenya hadi Afrika Kusini, lakini 130 kati yao sasa wameruhusiwa kuingia. Mamlaka ya Afrika Kusini imesema kwamba abiria hao awali walikataliwa kuingia kwa sababu ya pasipoti zao hazikuwa na stembu za kuondoka na hawakuwa wameomba hifadhi. Baada ya kukaa siku nzima kwenye lami ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Johannesburg, waliruhusiwa kuingia Alhamisi jioni. Watasalia nchini humo chini ya uangalizi wa shirika lisilo la kiserikali la kibinadamu la Afrika Kusini, Gift of the Givers, ambalo limesema litawapatia malazi. Abiria 23 waliosalia watasafiri kwenda maeneo mengine watakayochagua. Wiki mbili zilizopita, ndege nyingine iliyokuwa na Wapalestina 176 ilitua Johannesburg, huku baadhi abiria wakielekea nchini nyingine. Wapalestina wanaruhusiwa kuzuru Afrika Kusini kwa siku 90 bila visa. Serikali ya Afrika Kusini imekuwa ikiunga mkono kwa kiasi kikubwa swala la Wapalestina, na mwaka 2023 liliwasilisha kesi dhidi ya Israeli katika katika mahakama ya kimataifa ya haki kule The Hague. Hamas imeongeza udhibiti wake Gaza, kutoka kudhibiti bei ya kuku hadi kutoza ushuru kwenye sigara na mafuta, huku mipango ya Marekani kuhusu mustakabali wa eneo hilo ikitafakari polepole. Baada ya usitishwaji wa mapigano kuanza, Hamas iliimarisha haraka dhibiti katika maeneo yaliyokuwa yameondolewa na Israel, ikidai kuwaua Wapalestina walioshirikiana na adui, wizi au uhalifu mwingine. Wakazi wanasema wanahisi udhibiti huu pia kwa kudhibiti bidhaa zinazoingizwa na kuangalia bei. Serikali ya Hamas imekanusha kutoza ushuru mpya, ikisema inalenga kudhibiti bei na kuhakikisha mpito wa utawala mpya unafanyika kwa utulivu. Ismail El-Tawabta, mkuu wa ofisi ya habari ya serikali ya Hamas, amesema taarifa kuhusu kutozwa ushuru wa sigara na mafuta hazikuwa sahihi, akikanusha kuwa serikali inaongeza ushuru wowote. Mamlaka yalikuwa yametekeleza tu kazi ya kibinadamu na kiutawala dharura, huku yakifanya majaribio makali kudhibiti bei, amesema Dawata wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaenda kwenye awamu ya pili ya matangazo yetu, ambayo yanafungamana na ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile makala, ambapo tutakuwa nashirikiana na shirika la habari la DW idhaa ya Kiswahili.
Wizara ya mambo ya nje ya Uchina imemuita balozi wake wa Japan nyumbani kwa sababu ya matamshi yaliyotolewa na waziri mkuu wa Japan Takaichi Sanae kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mzozo juu ya Taiwan. Takaichi alifahamisha kikao cha bunge la taifa hilo chini ya wiki iliyopita kwamba uvamizi wa Uchina huko Taiwan unaweza kuchukuliwa kama hali ya kutishia maisha. Makamu wa waziri wa mambo ya nje wa Uchina Sun Weidong amesema Takaichi anapaswa kubadilisha matamshi yake, vinginevyo chochote kinaweza tokea, Japan itawajibika, kulingana na wizara ya mambo ya nje huko Beijing. Urusi imefanya mashambulio makubwa ya makombora na ndege za rubani kwenye mji mkuu wa Ukraine Kyiv na maeneo mengine ya taifa hilo. Mapema siku ya Ijumaa imethibitishwa kwa mtu mmoja ameuawa huko Kyiv na moto mkubwa umetokea ambao umeharibu jengo la makazi katika wilaya nyingi mji mkuu, meya wa eneo hilo amesema. Sasa hivi moja kwa moja tunakuletea ripoti za waandishi, na hivi sasa nashirikiana na shirika la DW ambapo unatupata mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Usisahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile vile penda taarifa zetu ama video zozote zile ambazo ni za Radio Fortune Africa, na usisite kutuandikia maoni yako kupitia radiofortuneafrica@gmail.com. Pia tembelea tovuti yetu cantonadigital.wordpress.com. naenda ambapo naungana naye Ediokaji Makumba atupashe yanayojiri kwenye taifa la Tanzania. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao. Huyo ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hapo akikiri dhahiri shahiri kuhuzunishwa na tukio la mauaji lililotokea mara baada ya uchaguzi mkuu mnamo Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza katika hotuba yake ya kwanza wakati akizindua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia amesema kuwa pamoja na kufanyika kwa uchaguzi kulijitokeza vurugu za uvunjifu wa amani uliosababisha uharibifu wa mali na kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi, na kwamba serikali yake imeunda tume ili kuchunguza yaliyotokea. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano. Katika hotuba yake hiyo, Rais Samia amewasihi Watanzania kuongozwa na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja katika siku za usoni. Rais Samia ameongeza kusema kuwa Tanzania inafuata misingi ya kidemokrasia na kwamba demokrasia inaweza kutafasiriwa kwenye mitazamo tofauti, na kama taifa la Tanzania linaendelea kujifunza na kurekebisha, na kwamba Watanzania wanapaswa kuitumia fursa hiyo kuendelea kujifunza na kukubaliana na jinsi ya kuendesha nchi kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi ya Mtanzania na sio za kuletewa. Aidha, Rais Samia amevielekeza vyombo vya sheria, hususan ofisi ya mwendesha mashtaka, kuwafutia makosa wale waliofuata mkumbo wakati wa maandamano. Katika hotuba yake hiyo, Rais Samia amegusia swala la mabadiliko ya katiba. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa, tunaongozwa na uwepo wa tunu ya muungano wetu. Hata hivyo, hotuba hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan imepokelewa kwa hisia mseto na wachambuzi wa masuala ya siasa. Donald Kasongi ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. Moja ni akiwakilisha serikali kujutia yale yaliyotokea kwa pande zote. Ni vyema kwamba ni muhimu sana kwa sababu tumepoteza maisha, hata kama tumepoteza mali kiasi gani, lakini tumepoteza maisha. Ediokaji Makumba, DW. Asante sana Ediokaji hapo hivyo Makumba kwa taarifa hiyo kutokea Tanzania. Nazidi kusonga mbele na taarifa hii ya habari, msikilizaji, ambapo awamu ya pili nashirikiana na waandishi wa shirika la DW Kiswahili ambapo ni washirika wetu kwenye matangazo yetu ya mbashara.
Sasa hivi msikizaji, basi katika awamu hii tunazidi kuletea uchambuzi, ripoti na vile vile makala kupitia idhaa hii, ambapo basi ndio hali ambayo tunakuletea wakati ambapo moja kwa moja tunaungana naye Gwandumi Mwakatobe anapofanya uchanganuzi na Saumu Mwasimba. Nini kifanyike sasa baada ya kuweza kupata majeraha, kupata majeraha makubwa namna hii? Kwa ni kama anajibu yale wengi ambao walikuwa na pendekeza kwamba kwa kweli uchunguzi wa kina ufanyike, kwa sababu mambo yalifanyika kama kwa kificho, lakini maiti ni nyingi, bado leo watu wanazika, wengine hawajapata watu wao. Lakini pia kitu ambacho wengi wangependa viwe vyombo ambavyo ni huru. Rais Samia Suluhu amegusia swala la kwamba yeye hatochoka kunyosha mkono wa maridhiano kutokana na kile alichokianzisha mwanzo cha R4. Kutokana na mazingira ya sasa, huu mkono wa maridhiano ambao anataka kunyoosha Rais Samia, unafikiri una nafasi ya kuzaa chochote, kuleta mshikamano? Kwa maoni yangu mtangazaji, yale aliyoanza nayo Samia, mimi mwenyewe nilikuwa mstari wa mbele kumsifia sana na kumwombea kwa Mungu kwamba ujasiri aliyoanza nao wa 4R, ustahimilivu, kujenga upya nchi, maridhiano, pamoja na kuleta mabadiliko au marekebisho makubwa, reforms, kwa kweli nilimuunga mkono sana. Sasa kitu ambacho kinatutia wasiwasi, unajua ukisha umwa na nyoka, hata ukiguswa na unyasi unafikiri ni nyoka tena. Huyo ambaye alianzisha maridhiano mazuri na zile 4R, ndio huyo aliongoza tena kwanza kukandamiza, kurudi nyuma, kuwa sawasawa au kumzidi mtangulizi wake wa awamu ya 5 Magufuli. Kwa hiyo watu wanajiuliza, je, huyo aliyesema vizuri mwanzo anavyosema tena kwa kurudia yale yale atayaendeleza au atatekeleza njiani? Kuna maoni mengine wanaona kwamba kwa kuwa najua alivyokuwa ameanza vizuri na kuweza kupata sifa kubwa, huenda anarejelea tena apate sifa kwa kutoa ahadi na kusema mambo mazuri, lakini mwishowe ni kutuliza tu na kutupoza, alafu akarudi kule kule. Hotuba hii ya Rais Samia kwa vijana imepeleka ujumbe gani? Kwanza wanaona kama vile wanadharauliwa, kama vile azima yao ya kuleta mageuzi na kupinga uchaguzi ambao sio wa kidemokrasia, kama vile wanadharauliwa. Angeweza kujaribu kuangalia namna gani ya kutatua matatizo wanaokumbwa nayo vijana, ikiwemo kukosa ajira, ikiwemo kuweza kunyimwa kushiriki katika vyombo vya maamuzi. Ndiye angekuwa anasema kwamba sasa anawafunguliwa na anawasema, kuliko kwamba wameshawishiwa. Kusema wameshawishiwa ni kama vile wao hawana akili, hawajitambui. Za kisiasa Gwandumi Mwakatobe kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita kuhusiana na hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan muda mfupi uliopita. Msikilizaji, asante sana Saumu Mwasimba kwa uchanganuzi huo mwafaka kwa masuala ambayo yapo ndani ya Tanzania, na hasa hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi rasmi wa bunge la taifa hilo ambalo limeanza rasmi hivi leo. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa zingine, ambapo unapokea taarifa hii ya habari Afrika leo jioni kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tuelekee Arusha ambapo Veronica Natalis ana taarifa zaidi kutoka huko. Tanzania MCT, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, pamoja na taasisi ya Center for Strategic Litigation, na vifungu vinavyolalamikiwa ni pamoja na kile kinachozuia uhuru wa kutoa na kupokea taarifa, na kwamba baadhi ya vifungu havijafafanua kwa uwazi dhana ya makosa ya kusambaza maudhui. Mawakili upande wa mashtaka ambao ni wakili Jeremia Mtobesia na wakili Peter Manjanjala wamevitaja vifungu vyenye utata kwa ni pamoja na kifungu namba 3, 4, 5 na 6 pamoja na vifungu vingine kadhaa vya sheria hiyo ya epoka, kwamba vinakiuka mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuitaka mahakama itamke kwamba vifungu hivyo ni batili. Kwa hiyo kwenye ile sheria kwanza ukiangalia kuna mazuio mengi sana ambayo yanaenda kinyume na haki ya uhuru wa kujieleza.
Kwa hiyo tunachokiona hapo sisi ni kwamba hata hizo adhabu pia hazikutakiwa kuwepo. Ukisoma ile sheria inajaribu kuweka kila mtu ambaye anatumia mitandao na kutoa taarifa kama vile anatumia kwa ajili ya kuingiza pesa, au kwamba kila mtu ni kampuni, au kwamba kila mtu anajitahidi kwamba anatoa taarifa ili apate kitu fulani, lakini sio uhalisia, kwa sababu watumizi wengi wa mitandao ya kijamii, wengi wao huwa wanatoa tu taarifa na wanapokea taarifa. Sheria hiyo ya mawasiliano ya kielektroniki na posta pamoja na mambo mengine inatoa adhabu ya faini ya shilingi milioni 5 ama kifungo cha miezi 12 kwa ambaye atatiwa hatiani kwa makosa ya kimaudhui. Mawakili hao wakisema kwamba adhabu hiyo ni kubwa mno na inaminya uhuru wa watu kutoa maoni yao kwenye mitandao. Hata hivyo, mawakili upande wa serikali ya Tanzania wakiongozwa na wakili Stanley Kalokola, wakati wakijibu hoja za waleta maombi, wameeleza mahakama kwamba vifungu vingi ambavyo vinalalamikiwa tayari vimekwisha fanywa marekebisho na serikali. Godfrey Kamenge ni mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu. Kama haziwezi kulinda, maana pia sheria zinatengenezwa kutokana na mahitaji mara nyingine, au watu wana uhuru wa kwenda uchi tu na kuweka vitu mtandaoni kwa sababu tu ni uhuru, kuna namna ambavyo tunaharibu kizazi kinachokuja na mila na tamaduni na desturi zetu na misingi yetu ya ubinadamu wetu na utu wetu, mambo ambayo wanatutofautisha sisi na watu wengine wote. Wako sawa kwenda kuhoji maeneo ambayo wanafikiri yanahitaji kuhojiwa. Mahakama ya Afrika Mashariki inaeleza kwamba inapanga siku ya kutoa maamuzi ya shauri hilo baada ya kukutana na mawakili waliofungua kesi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania. Veronica Natalis, DW, Arusha. Asante sana Veronica Natalis kwa taarifa hiyo kutokea maeneo ya Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa hii ya habari, ambapo msikilizaji unapokea uchanganuzi, ripoti za waandishi na vile vile makala, ambapo hivi sasa katika awamu ya pili tunashirikiana na washirika wetu DW kwenye matangazo. Umoja wa Mataifa umesema leo kuwa mauaji ya kutisha katika mji wa El Fasher nchini Sudan ni doa kwa ulimwengu na kuitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua kufuatia onyo la uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji halaiki. Lilian Mtono na taarifa hiyo. Kuhusu madai hayo na kuhakikisha wanawatambua washukiwa na wanawajibishwa. Uamuzi huo umefikiwa mwishoni mwa kikao maalumu kilichoitishwa kwa ajili ya kushughulikia hali inayoshuhudiwa huko El Fasher, huku Umoja wa Mataifa ukiwa unatoa rai kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kufuatia taarifa za kuongezeka kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu na kitisho cha mauaji ya kimbari. Mapema leo alipofungua kikao hicho, mkuu wa ofisi ya haki za binadamu kwenye umoja huo Volker Turk alisema damu iliyomwagika huko El Fasher imelitia doa kubwa jamii ya kimataifa iliyoshindwa kumaliza mzozo nchini Sudan, na kuongeza kuwa picha zilizopigwa kutokea angani zimeonyesha ardhi ya El Fasher ikiwa na damu za raia waliouawa. So none of us should be surprised. Kwa hivyo hakuna hata mmoja wetu anayepaswa kushangazwa na ripoti kwamba RSF ilipoudhibiti mji wa El Fasher kumekuwa na mauaji ya halaiki ya raia, ya kikabila, unyanyasaji wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na ubakaji wa makundi, kuwekwa vizuizini kiholela, mashambulizi kwenye vituo vya afya, wafanyakazi wa tiba na wa huduma za kibinadamu, pamoja na ukatili mwingine mbaya. Balozi wa Uingereza Kumar Ia, ambaye nchi yake iliomba kikao hicho maalumu kando ya Ujerumani, Ireland, Uholanzi na Norway, alionya kwamba kwa kuzingatia ukubwa na uzito wake, mgogoro huo sasa hauwezi tena kushughulikiwa kimya kimya. Kabla ya azimio hilo la Ijumaa kuidhinishwa, aliyetolea wito mataifa mengine kulipitisha, akisema vinginevyo wahusika hawatawajibishwa na mzunguko huo wa kutowajibishwa utaendelea. Hata hivyo, baadhi ya mataifa yalilipinga azimio hilo, ikiwa ni pamoja na Sudan iliyojitenga na baadhi ya vipengele vinavyotaka kutanuliwa kwa wigo wa uchunguzi wa ujumbe wa kusaka ukweli. Umoja wa Mataifa unakadiria karibu watu 100,000 wameikimbia El Fasher katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, wengi wakielekea Tawila iliyoko umbali wa kilomita 50. Tangu mzozo huo ulipoanza Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF, maelfu ya watu wameuawa na karibu watu milioni 12 wameyakimbia makazi yao. Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo kutokea El Fasher kule Sudan.
tupo mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Usisahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile vile penda video ambayo inavutiwa nayo taarifa zetu za habari. Na wakati huu basi naungana naye Silvia Mwehuzi akiwa na taarifa zaidi. Husika. Msemaji wa kamishna huyo Thamini Al-Ketan amesema mkuu huyo wa haki za binadamu pia aliitaka Israel kukomesha uwepo wake kinyume cha sheria katika ardhi ya Palestina inayokaliwa kimabavu, kusitisha mara moja shughuli zote za ujenzi wa makazi mapya na kuwahamisha walowezi wote. Mashambulizi mengi ya walowezi yalirekodiwa Oktoba kuliko mwezi wowote tangu 2006. Zaidi ya mashambulizi 260. Tangu Oktoba 7 mwaka 2023 hadi Novemba 13 mwaka huu 2025, vikosi vya Israel na walowezi wamewaua Wapalestina 1017 katika eneo linalokaliwa la Ukingo wa Magharibi, ikiwemo Jerusalem Mashariki. Miongoni mwa wahanga, watoto walikuwa 221. Takwimu hizo hazijumuishi idadi ya Wapalestina waliouawa kizuizini mwa Israel, na ndani ya kipindi hicho pia Waisraeli 59 waliuawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Wapalestina au wakati wa makabiliano ya silaha. Kuongezeka kwa ghasia kunakuja wakati viongozi wa Israel wakizidisha ubomoaji wa nyumba, unyakuzi wa mali, kukamatwa na vizuizi vya kusafiri, pamoja na ujenzi wa makazi na vituo vya nje na uhamishaji wa maelfu wa Palestina kunakofanywa na walowezi wa Israel na wanajeshi. Na kwingineko, Israel imerejesha miili ya Wapalestina 15 huko Gaza, kwa mujibu wa maafisa katika hospitali ya Nasri mjini Khan Yunis, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni katika utekelezaji wa mpango tete wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani. Miili hiyo imerejeshwa baada ya wanamgambo wa Hamas hapo jana kukabidhi mabaki ya mwili wa mateka mmoja kati ya 4 waliosalia waliochukuliwa katika shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Israel imeutambua mwili wa mateka huyo kuwa ni wa Meni Godad aliyetekwa nyara katika kijiji cha kijamii cha Beeri kusini mwa Israel, na mke wake aliuawa wakati wa shambulio hilo. Kulingana na matawi ya kijeshi ya Hamas na lile la Islamic Jihad, mwili wa Godad ulipatikana kusini mwa ukanda wa Gaza, huku miili mitatu ya mateka iliyosalia Gaza ikiendelea kutafutwa. Kwa kila mwili mmoja wa mateka, Israel inatakiwa kukabidhi miili 15 ya Palestina, ikiwa ni sehemu ya makabidhiano yaliyokubaliwa katika awamu ya kwanza ya usitishaji vita. Asante sana Silvia Mwehuzi kwa taarifa hiyo. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki, kituo kipi, idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ili tuweze kufikia malengo yetu ya uratibu katika hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Enda pale kwenye Google, tafuta Radio Fortune Africa. App ipo pale ya Zeno ambayo ni ya Radio Fortune Africa. Iandame hiyo app hadi kwenye ukuta huo wa Radio Fortune Africa. Utapata eneo la donations ambapo donate by with PayPal. Bonyeza kwenye kile kidude cha samawati ama samawi, utapata nafasi ya kuweza kuenda kwenye ukuta wa kuweza kudonate by PayPal. Utapata pale donate to the Cantona Group PLC, donation towards purchasing FM transmitter and STL for Radio Fortune Africa. Na kuna pale paybill number yetu ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kutuma pesa. Tupige jeki kwa hilo, alafu mambo yatakuwa basi umetusaidia sana. Sasa hivi basi tupokee yanayojiri kwenye majukwaa ya mawasiliano. Najid Omar na Saumu Simba ndio waelekezi. Sasa kwa mfano kama huyu anaitwa Clarence Russell anasema sio tena matunzo ya mke na watoto, ni matunzo ya paka. Jambo inawezekana kwamba hakupata mtoto. Kwa hiyo walikuwa wakilia paka. Haya, Aida anasema huko Uturuki paka ni mnyama muhimu sana. Sasa katika kurasa zetu za Facebook, Instagram na TikTok, msikilizaji aendelee kuungana nasi na andike DW Kiswahili, ambako zaidi haswa gumzo limezuka huko ni baada ya hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusema kwamba ikiwa kama wale vijana walioshitakiwa kwa kesi ya uhaini wanaweza kupatikana hawana hatia, ilikuwa ni ushabiki tu, wanaweza kupunguziwa adhabu, wanaweza kuachiliwa, wanaweza kupunguziwa adhabu au kuachiliwa.
Sawa sawa. Kwa hiyo Ikiwa kama maoni ni watagundulika ni hivyo. Maoni ni mengi na hilo limezua mjadala, lakini pia ile hali ya kwamba kuwataka wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusimama na kuombea wale wote waliopoteza maisha katika vurugu, pia nalo limeonyesha kwamba kuna hali ya kujali kwenye hotuba yake aliyoitoa zaidi ya masaa mawili. Na Rais Samia anasema vijana wengi walishawishiwa tu, walifuata mkumbo. Ndio. Sawa. Basi tuangalie ujumbe wa wasikilizaji kupitia chaneli yetu ya YouTube. Anasema nimeitegea sikio DW Kiswahili nikiwa Ngara, Tanzania. Huyu ni Tumaini Mhozi. Na Dismas Maro yupo Mara, Tanzania, anasema hakuna aliyemchagua rais, hivyo achie ngazi. Lamek Mkushi yupo Mafinga, Tanzania, anasema tunahitaji iundwe tume ya uhakika na ikiwezekana itoke nje ili ifanye kazi kwa weledi na watakaobainika wawajibishwe bila kujali vyeo vyao. Gitani Ibrahimu Danhi wa Arusha, Tanzania, anasema serikali yetu inapaswa kuweka mambo yote hadharani juu ya tukio la siku ya uchaguzi na kukaa kwenye meza ya maridhiano. Honera Tseshuke wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema huko Sudan acheni mapigano, mlijenge taifa lenu. Godfrey Mlengi anasema Rais Samia tambua kwamba Watanzania hawataki tume ya kuchunguza mauaji yaliyofanywa na polisi kwa sababu polisi walikuwa wanafuata maagizo. Sawa sawa. Na Ali Mrangi, yeye yupo Dar es Salaam, huyu anasema hongera Rais Samia kwa kulihutubia bunge. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook na uona ujumbe wa Kapedo Shem kutoka Kenya, naye anasema binafsi naona hiyo hotuba ya Rais Samia haina maana. Gosbert Ferdinand Chame wa Njombe, Tanzania, naye anasema naiombea amani na utulivu nchi yangu Tanzania na haki na amani vitawale. Na mmoja huyu Abdul Peti upo Zanzibar, yeye anasema ukitafakari hotuba ya Rais Samia bila kutanguliza chuki ni hotuba yenye kuleta matumaini. Ni ujumbe wake huyo kutoka Zanzibar. Cuthbert Zakaria anasema bunge lenyewe ni kama kikao cha chama tu. Wema Sithibati anasema wabunge wote hawakuchaguliwa na wananchi, hivyo hawana uhalali. George Edward wa Arusha anasema nafikiria nchi inahitaji uponyaji wa majeraha ya Oktoba 29 na kabla ya hapo. Na Samson Timothy anasema Tanzania hatuna bunge wala wabunge, hicho kinachoendelea hapo ni kama kikao cha chama tu. Hassan Tambo naye anasema hili bunge lilikosa uhalali kutoka kwa Tanzania, wameuawa watu ili wajitangaze. Na Charles Jackson anasema viongozi Tanzania tambueni kuwa kulazimisha wananchi na uongozi ambao hawajachagua ni sawa na udikteta. Agostina John kutoka Kigoma anasema hakuna jipya tunalongojea kwa rais wa Tanzania. Huo ni ujumbe wake. Lakini kutoka Kenya anasema Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi za kutafuta mizozo inayoendelea. Huo ni ujumbe wa Frank Kisanga. Lakini Ali Mragi kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania naye anasema binafsi sioni jipya kwenye hotuba ya Rais Samia. Hassan Milacha wa Moshi, Tanzania, anasema poleni raia wa Sudan kwa madhila mnayoyapitia. Na Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana hadi lini? Malizeni vita, kumbukeni wanaoteseka ni raia wenu. Na Selina anaona hunipi taa nyeupe, anataka tubaki hapa. Anataka tubaki hapa, ni Ijumaa, lakini mimi namalizia hapa. Unayetufuatilia ndio tunakomea hapo kwenye matangazo yetu ya leo, siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi Novemba. Mimi ni Saumu Masimba, yule kule ni Najat Omar. Asante na kwaheri. Asante sana Najat Omar, vile Saumu Masimba kwa uelekezi mzuri basi, na vile Tatu Karema katika kusoma habari. Sasa hivi msikilizaji, ni fursa nzuri ya mimi vile kukuletea kiziba mkonga kabla ya kuondoka hapa studioni. Vile katika kiziba mkonga cha sasa, mambo yanaweza kuwa kinyume na matarajio yako, lakini bado lipo tumaini. Usikate tamaa. Mambo
yanaweza kuwa kinyume na matarajio yako. Lakini bado lipo tumaini. Usikate tamaa. Haijalishi unasikia sauti zipi kuhusu wewe. Kamwe usiruhusu ziathiri vile unavyojisemea kuhusu wewe mwenyewe. Madhara hayapo kwenye wanavyokusema, yapo kwenye unavyojisemea. Sauti zao zisiathiri sauti yako. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.